الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى leo usiku wa 23 katika mwezi wa Muharram mwaka wa 1448 Hijria, ambao ni sawa na usiku wa tarehe 8 mwezi wa 7 mwaka wa 2026 Miladia. Tutaingia moja kwa moja biidhnillah katika maudhui yetu. Tuliahidi tangu mwanzo kwamba tutazungumzia historia ya kuuawa mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ambaye ni Al-Husayn bin Ali bin Abi Talib bin Abd al-Muttalib bin Hashim al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi wa ummihi wa akhihi wa an sa'ir ashabi Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hilo limekuja baada ya kuyazungumza mengi yaliyopita huko nyuma, ambao tunaona kwamba tumeona au tumefikiria kuwa hayo lazima yazungumzwe kwanza ndio tuingie katika maudhui hii, kwa kuwa yana mahusiano na jambo hili na ni machache katika mengi sana. Kwa tumeamua tuingie tuyaache kwa kutafuta ule ufupi tu, wa ila maneno ni mengi sana. Sote tunafahamu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliwahi kusema kwamba khilafatu an-nubuwwati ba'di 30 sana, ukhalifa uliokuwa katika minhaji na mfumo wa utume utakokuwa baada yangu ni miaka 30, kwamba utawala kwa upande wa Uislamu, utawala utakokwenda kwenye ule mfumo ambao mimi nauzingatia, ima kwa kuchaguliwa mmoja na kiongozi aliyeko madarakani mwenye sifa zinazostahili kuwa kiongozi, au kwa kukaliwa shura ya watu wanaostahili kukaa shura wakamchagua kiongozi. Ukhalifa wa aina hiyo baada yangu utakwenda kwa kipindi cha miaka 30. Kisha baada ya hapo ni ufalme, na pia utakuja ufalme wenye ususuavu baada ya hapo. Kwa hiyo miaka 30 ilitimia siku ile Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib alipojiuzulu. Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib alijiuzulu, akamwachia nafasi Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhum ajma'in. Akamwachia nafasi ile, na ulikuwa ni mwaka wa 41 Hijiria, ulikuwa unaitwa Aamul Jamaa. Kwa Waislamu wote wakarudi wakaungana wakawa kitu kimoja, wakaacha mizozo. Kwa sababu alikuja Abu Bakar akatawala kipindi cha miaka 2 na miezi kadhaa, kisha akaja Umar kiasi cha miaka 10, kisha akaja Uthman miaka 12, kisha akaja Ali takriban miaka 5 na miezi kadhaa, kisha akaja Al-Hasan kiasi cha miezi 6. Ukichanganya yote hii inafika miaka 30. Tangu mwaka wa 11 alipofariki Mtume sallallahu alayhi wasallam mpaka mwaka wa 41 ikatimia miaka 30. Lakini baada ya Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu kushika nafasi ile na yeye kutawala katika nafasi katika dola ya Kiislamu takriban miaka 20 kasoro kidogo,
kutoka mwaka wa 41 mpaka mwaka 60, miaka 20 kasoro, akiwa ni mtawala wa Uislamu. Kabla ya kufariki kwake alibadilisha mfumo, na huo ndio tutataja miongoni mwa sababu zilizopelekea mauaji au mizozo iliyojitokeza. Ni hili alilofanya Muawiya radhiallahu ta'ala anhu kwa jitihadi yake, nalo ni kumchagua mtoto wake Yazid bin Muawiya awe ndiye khalifa baada yake, na watu wale kiapo cha utiifu kwake. Ili hali palikuwa na masahaba kadhaa pale katika kipindi kile waliobora zaidi na wanastahili zaidi nafasi ile kuliko Yazid. Alikuwepo al-Hussein, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Zubair na wengi katika masahaba. Hao ni baadhi tu, nimewataja hao baadhi, lakini wengi, lakini kibari katika sahaba walikuwepo ukilinganisha na Yazid. Kwa hiyo walikuwa wanastahili nafasi ile, lakini hatujui aliona kitu gani bwana Muawiya radhiallahu ta'ala anhu akaona ampishe Yazid nafasi ile au ampe Yazid nafasi ile. Basi ilitokea hilo. Sasa mazingira yako hivi, wakati kama tulivyoeleza katikati katika kipindi cha utawala na uongozi wa Uthman bin Affan radhiallahu anhu, kulizuka fitna na maneno mengi ambayo chanzo chake ilikuwa ni Myahudi Abdullah ibn Saba. Chanzo chake pia ilikuwa ni udhaifu wa baadhi ya magavana aliochagua, lakini pia ugeni wa baadhi ya watu katika Uislamu, kwa sababu Uislamu sasa umetanuka kwa kiwango kikubwa. Uislamu umefika mbali sasa, kumeingia watu wengi katika Uislamu, na waliingia na desturi zao na mila zao na taratibu zao. Wengine wakawa wamejifunza dini, wengine hawakujifunza. Ala kulli hali, katika mazingira kama hayo mara nyingi kunakuwa na mambo mengi, lazima kupatikane inaya na upatilizaji wa hali ya juu ili watu waeleweshwe na wafundishwe Uislamu sahihi na mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini jambo likishakuwa liko nje ya uwezo wa kulidhibiti, basi lolote liweza kutokea. Kwa kuna baadhi ya vitu vilichangia, na katika hao walioingia katika Uislamu wako walioingia kwa nia njema kabisa ya kuupenda Uislamu na wakaichagua Uislamu kwa ndo dini yao, wakiwa wamemridhia Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, na wameuridhia Uislamu. Lakini wengine wameingia kwa sababu hawana budi, kwa kuwa miji yao imetekwa, ngome zao zimevunjwa, tawala zao zimeporomoshwa. Sasa hawana pa kukimbilia, basi twende huko, lakini hawakuwa na nia njema. Kwa hiyo inapotokea mambo ya fitna, watu aina hiyo ni rahisi kukumbwa na fitna hizo. Kwa jambo hili lilipelekea kuuawa kwa Uthman radhiallahu ta'ala anhu. Maelezo yake nadhani tunayafahamu kwa sababu nishawahi kulizungumza jambo hili la kuuawa Uthman na fitna zilizotokea, sio mara moja wala sio mara mbili. Nishazungumza jambo hili. Baada ya kuuawa Uthman radhiallahu ta'ala anhu, fitna hazikukoma, kwa sababu baada ya kuuawa kwake akatawalishwa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu kuwa ndiye khalifa. Hapa ndipo nataka kupazungumzia sasa. Wakati wa ukhalifa Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, yeye akahamisha makao makuu ya nchi ya Kiislamu kutoka al-Madina an-Nabawiyya, mji wa Madina, kwa rai yake na jitihadi yake akaona kwamba ahamishie al-Kufa katika nchi ya Iraq. Mji wa al-Kufa ndio ikawa ndio ngome yake na ndio mji mkuu wa Waislamu sasa, kutoka Madina kwenda al-Kufa. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu alifanya hivyo,
kwa akawa amejikita pale Kufa. Wakati huo magavana wengi walikuwa wameachwa na Uthman, walibaki katika nafasi zao, akiwemo Muawiya bin Abi Sufyan. Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa ndio governor kwa jimbo la Sham, na makao makuu yalikuwa Dimashq au Damascus, Syria, mji mkuu wa Syria wale. Muawiya alikuwa yuko pale, na kwa namna alivyokuwa akiishi na wale watu wa Sham, watu wa Sham walimpenda Muawiya. Alikuwa na kila alama za kifalme na utawala. Sasa alipoingia Ali radhiallahu anhu, alipoingia kwenye madaraka Ali ibn Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu, na makazi yake yakawa ameyafanya katika mji wa Al-Kufa, na kwa kuwa Uthman tayari ameshauawa. Uthman ni katika Bani Umayya, Muawiya naye ni katika Bani Umayya. Wote wanakutana kwa babu mmoja akiitwa Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Muawiya bin Abi Sufyan nasabu yake inakwenda mpaka yeye ni Muawiya ibn Sakhr, Muawiya ibn Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Na Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, yani Uthman ibn Affan ibn Abi al-As ibn Umayya ibn Abd Shams ibn Abd Manaf. Hawa wote ni ndugu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakimuona Mtume sallallahu alaihi wasallam kidaraja ni ammi yao, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam nasabu yake ile inakwenda mpaka kwa Hashim bin Abd Manaf. Hashim na Abd Shams ni ndugu, baba mmoja mama mmoja. Hashim na Abd Shams ni baba mmoja mama mmoja. Hashim akamzaa Abdul Muttalib na Abd Shams akamzaa Umayya. Abdul Muttalib akamzaa Abdullah na Umayya akamzaa Harb. Abdullah akamzaa Muhammad, Harb akamzaa Abu Sufyan. Fahamu Abu Sufyan ndio babake Muawiya, ndiye babake Muawiya bin Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa ni nasabu moja, lakini hawa Bani Umayya watoto Abd Shams familia yao kina Uthman sasa wanaungana kwa Umayya bin Abd Shams, Muawiya na Uthman. Pamoja na kwamba kwa upande mwingine Uthman kwa upande wa mama yake ni ndugu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hili tushalizungumza zaidi ya mara moja kwamba bibi yake au nyanya yake Uthman aliyemzalia mama yake, bibi mzaa mama wa Uthman, ni pacha wa baba yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ana dada yake Ummu Hakim al-Bayda. Abdullah bin Abdul Muttalib babake Mtume sallallahu alaihi wasallam ana dada yake pacha akiitwa Ummu Hakim, ndiye aliyemzaa mama yake Uthman bin Affan. Kwa hiyo kwa upande wa mama Uthman radhiyallahu ta'ala anhu akimwona Mtume sallallahu alaihi wasallam mjomba wake na ni mkwewe, kaoa watoto wawili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa vipindi tofauti, kaozeshwa na Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam. Wa kwanza Ruqayya alipofariki akaozeshwa wa pili nani? Ameoa Ummu Kulthum. Akamwambia ningekuwa na watatu ningekupa. Alhasil ni ukoo mmoja baina Muawiya na Uthman. Sasa alipouawa Uthman, kwa sababu Uthman ni al-Umawi na Muawiya ni al-Umawi, wote ni katika Bani Umayya.
kisheria wanapewa haki ya kudai kisasi. Wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Yeyote atakayeuawa kwa dhulma, hali ya kuwa mwenye kudhulumiwa, tumeweka kwa warithi wake mamlaka ya kudai kisasi lipizo. Kwa hiyo Muawiya akasema hapana, kabla hujashika madaraka Ali bin Abi Talib, ninachokitaka mimi wakamatwe wote waliohusika kwenye mauaji ya Uthman, wauawe, alafu mambo mengine yaendelee. Pakapita majibizano hapo sasa ya muda mrefu. Kama hujafanya hivyo mimi sikutambui kama khalifa, paka ulipitisha hili. Ali bin Abi Talib anampa hoja kwamba hapana, subiri bai'a kwanza, alafu mambo mengine yatafuata. Kula kiapo kwanza. Anasema hapana. Mazungumzo yakapita, mambo mengi yakapita. Wanawazuoni wote wa ahli sunna wal jamaa wanasema na kuelezea kwamba katika hili Muawiya radhiyallahu ta'ala anhu alikosea. Ijtihadi yake ilimpelekea kwenye makosa, hakufanya sawa. Sawa ni vile alivyokuwa amesimamia Ali bin Abi Talib kwamba akubali kwanza, alafu mambo mengine ya kisasi yatapita baada ya hapo. Barua nyingi zikaandikwa katikati hapo, lakini fitna ikawa inachochewa pia vile vile. Lakini baadhi ya masahaba pia walijitokeza wakaenda kudai kisasi, kina Talha, kina Zubair na wengineo, kwamba lazima walipiziwe kisasi waliomuua Uthman. Ni jambo lisiachwe hivi. Lakini wao hawakukataa ukhalifa na uimamu na uongozi wa Ali bin Abi Talib. Na jambo hili pia akaungana nao Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha, pakapatikana baadhi ya mambo na munawashati zilizotokea hapa na pale sehemu fulani katika sehemu katika Iraq, ndivyo vilipotokea vita vya Jamal, ambapo Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha alikuwepo Jamal. Pana mambo mengi hapo, panahitaji ufafanuzi wa tukio la vita vya Jamal kipekee yake, kwa sababu Rafidha Ashia al-Imamiyya na Sharia wanalizungumza kimakosa tukio hili. Lakini pia ukifuatilia kwa upande wa ahli sunna wal jamaa wanaozungumza Kiswahili, pengine usilipate tukio hili likielezwa, na hili ni tatizo kubwa sana. Pengine maulama wamelizungumza kwa lugha ya Kiarabu na lugha nyingine tofauti, lakini kwa Kiswahili wanaozungumza Kiswahili kwa wajua, au jambo limeandikiwa mathalan kuhusu masala ya Jamal ilikuwaje na mazingira yake na jambo lilipokwenda, kuna dhaifu kubwa sana juu ya mambo haya ya kihistoria ambayo pia yanagusa sehemu katika itikadi. Kwa hili ni katika matukio ambayo pia kwa kiasi kikubwa huyasikia kizungumzwa. Na tukisema hivyo ina maana kwamba mtu akurupuke tu azungumze, ni mambo yanahitaji ufuatiliaji wa kina kabisa, uzungumze unachokijua baada ya kufanyia utafiti. Kwa hiyo sisi tuliacha hili jambo kwa sababu sio maudhui yetu ya leo. Nataka kuleta mahali kwenye maudhui. Pakapita yaliyopita, lakini baada ya hapo pia pakazalikana mapigano mengine yanayofahamika kwa jina la Siffin. Kwa kuwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yuko Al-Kufa, katika mji wa Al-Kufa kule Iraqi, kwa watu wote au takriban watu wengi wa Al-Kufa, watu wa Iraq, wakamuunga mkono. Watu dini yao moja, itikadi yao ni moja, msimamo ni mmoja, wamekhtalifiana katika baadhi ya mambo, na hili amelizungumza Ali bin Abi Talib. Si kwamba sasa wataka kupigana au kukutana huku Shia huku Sunni, hakuna kitu hicho. Watu wote walikuwa dini moja, na haya ameyazungumza Ali bin Abi Talib. Nitakuja kuyazungumza mara nyingine insha Allah wapi yanapatikana maneno haya. Lakini kwa zile ikhtilafu zilizotokea na jitihadat za kimakosa ambazo zilijitokeza, ililazimu sasa mapigano, watu waingie kwenye mapigano, na asilimia kubwa ya watu waliopigana ni wafuasi waliomuunga mkono Ali bin Abi Talib kutoka Al-Kufa, Iraq.
na miji mingine. Na wale waliokuwa upande wa Muawiya, muudhamu wao na sehemu kubwa kama sio wote ni kutoka Sham, hasa Dimashq. Watu wakakutana mahali hapo Siffin, wakapigana makundi makubwa mawili ya Waislamu. Yasemekana maelfu ya Waislamu walikufa katika vita vile, na wengine miati kujeruhiwa, mamia yao kujeruhiwa. Kuna waliokatwa mikono, kuna waliokatwa pua na mifano, wenye majeraha na vilema vingine. Lakini ilikuwa ni mapigano mabaya kabisa kutokea katika umma wa Kiislamu, kwa sababu ya mizozo iliyosababishwa na Abdullah bin Saba tangu kwa mwanzo mpaka kuuawa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu. Yakazalikana haya yaliyozalikana, mapigano yakatokea. Kwa hiyo watu wa Sham na watu wa Kufa wakawa tayari pameingia kitu baina yao. Adhin, barakallahu fiki.